somo langu. Tumepata neema ya kuweza kuwa na semina ya baraka ambayo ni semina ya Pasaka, na tupo katika msimu wa Pasaka, katika semina ya Pasaka, na kwa neema ya ajabu na kwa nguvu ya ajabu ambayo Mungu ametupatia kama watoto wa duma hii, akaona ni vema tuweze kuwa na kitu ambacho kitaweza kumvusha mtu mmoja, wawili, watatu, ambao kitakwenda kubadilisha maisha yao. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapoachilia neema ya kuandaa semina kama hii, aiandae kwa ajili ya sisi tukuja tukuabudu, kufurahi, kuimba na kucheza. Mungu anaandaa kwa ajili ya kutaka kubadilisha maisha ya mtu mmoja, na ule mtu ni wewe, katika jina la Yesu. Mungu anapoandaa hiki, anaandaa kwa ajili ya kutengeneza kizazi kipya, kwa ajili ya majira mapya, kwa ajili ya ushindi mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumepata neema ya kuweza kuwa na semina baraka. Ninapenda kuwashukuru pia watumishi wa Mungu ambaye alianza tangia siku ya Jumatano hadi siku ya leo. Sikuwepo, lakini nilikuwa katika ulimwengu wa roho, nilijiconnect. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yale mafuta na mimi nikajiungamanisha nayo, na ule upako wakati unashuka na mimi nikajiconnect nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini yule ambaye amehudhuria tangia siku ya kwanza, maisha yako hawezi kuwa kama jinsi alivyokuwa. Kwa upako ambao watumishi wa Mungu wametembea nao, maisha yako hawezi kuwa kama jinsi alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu abariki pia watumishi wa Mungu. Ningependa kwenda kwenye somo langu. Kama unaandika, andika Pasaka na ufufuo. Andika Pasaka na ufufuo. Watu wengi tunapofika katika msimu wa Pasaka, tunajua Pasaka ni siku ambayo ni siku ya kusherehekea na kufurahi. Ni siku ya kupika, labda kupika chakula kizuri, kuvaa nguo nzuri, kufanya starehe na mambo mengine, kwa sababu ni siku kuu ya Pasaka. Watu wengi tumekuwa tukisherehekea Pasaka pasipo kujua maana halisi ya Pasaka, na ndio maana tumekuwa tukisherehekea pasipo kuwa na matunda. Tumekuwa tukisherehekea pasipo kuwa na mabadiliko. Lakini kila wakati Pasaka inapokuja, kuna kitu cha tofauti ambacho Mungu anakiachilia kwa ajili ya ulimwengu, na wale ambao wanakuwa connected katika ulimwengu wa roho ndio ambao wanakipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu kabla hajasulubiwa, alikuwa tayari amekwisha kuwaita wanafunzi wake na kuiandaa Pasaka. Walianza kuiandaa Pasaka yao. Biblia inasema walikuwa wanafanya maandalizi kwa ajili ya Pasaka. Kwa maana nyingine, Pasaka sio siku ya kawaida. Pasaka sio siku ambayo wanadamu au ulimwengu wanaichukulia kawaida. Si siku ya kawaida. Ni siku ambayo imebeba majibu kwa ajili ya ulimwengu. Ni siku ambayo imebeba ukombozi kwa ajili ya ulimwengu. Na ndio maana Yesu Kristo alisulubiwa siku ya Pasaka. Kwa maana kwamba Pasaka ni siku ambayo imebeba majibu kwa ajili ya ulimwengu. Na wale walio katika ulimwengu wa roho wanaoweza kuconnect ndio wanaopokea na kutoka. Natamani wewe katika jina la Yesu. Sasa Pasaka ni nini? Pasaka ni ukombozi wa wanadamu kutoka katika wafu na kumpokea uzima wa milele. Kuna maana nyingi za Pasaka. Inawezekana tumeambiwa tafasiri nyingi kuhusu Pasaka, lakini leo nataka uondoke na hiki. Pasaka ni ukombozi wa wanadamu kutoka katika wafu na kuupokea uzima wa milele. Kama unaandika, hakikisha unaandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaposema kuhusu ukombozi, hatuwezi kuzungumza ukombozi kama kuna vifungo. Hatuwezi kusema ukombozi kama kuna gereza, kwa sababu anayekombolewa ni yule aliye katika vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza kwa habari ya ukombozi, tunazungumza mtu aliyefungwa, kwa sababu huwezi kumkomboa mtu ambaye hana vifungo. Kwa Biblia inaposema Pasaka ni ukombozi, tafsiri yake kwamba mwanadamu yupo katika vifungo. Tunaposema Pasaka ni ukombozi wa mwanadamu, ni tafsiri kwamba mwanadamu yupo katika vifungo. Tunaposema ni ukombozi wa mwanadamu kutoka katika wafu, maana vifungo alivyokuwa navyo huyu mwanadamu ni vifungo vya mauti, kwa sababu maana ya wafu ni mauti ama kifo. Kwa tunapozungumza kwa habari ya Pasaka, kwa tafsiri nyingine ni ukombozi wa kumkomboa mwanadamu kutoka katika magereza, katika vifungo alivyokuwa navyo, vifungo vya mauti, vifungo vya kifo, na
kupokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una Biblia yako na ungependa unifungulie kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 mpaka wa 17. Na mwingine atanifungulia kitabu cha Mwanzo hiyo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 10. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula. 17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, siku utakapokula, hapo kama unaweza kuweka weka mark. Siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Utakufa hakika. Alipata kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 8. Mstari wa 8 Mwanzo 3 inasema, ndio. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini. Wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha. Ndio. Sasa na marudi. Mstari wa 8. Ndio. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Ndio. Ikitembea bustanini. Ndio. Wakati wa jua kupunga. Yes. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Ndio. Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, nilisikia sauti yako bustanini. Nimesikia sauti yako bustanini. Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Nikaogopa kwa sababu mimi ni mtupu. Nikajificha. Mstari wa 11. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Ni nani aliyekwambia kwamba wewe ni mtupu? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Asante basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kukurudisha mwanzo ili uweze kunielewa maana halisi ya Pasaka. Biblia inasema Mungu alimwambia Adamu, alimweka katika bustani ya Eden na akapanda kila kilicho kizuri ndani ya bustani, lakini katika vyote aliupanda mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akamwambia mwanadamu, matunda ya mti wote unaweza kula, vyote vilivyopo bustanini unaweza kuvifanya, lakini siku utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, siku utakapokula utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwonya Adamu kwa habari ya kwamba siku utakapotenda dhambi ndio siku ambapo utakufa. Anazungumzia habari ya kifo cha mwanadamu baada ya mwanadamu kutenda uovu. Ukija katika sura ya 3 tunaona Adamu tayari amekwisha kutenda uovu, amekwisha kuondoka katika dhambi, amekwisha kula tunda ambalo Mungu alimwagiza asile. Lakini hapa pale mwanzo anasema siku utakapokula utakufa. Maana kwamba siku hiyo ambayo utaila ile tunda ndio siku utakayokufa. Lakini tukiangalia sura ya 3 tunaona Adamu bado yuko hai. Amekula ile tunda lakini bado yuko hai. Ina maana Mungu alikuwa zungumzia physical death, anazungumzia spiritual death. Pastor Maria atufundisha vizuri kwa habari ya kifo cha roho na kifo cha mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anazungumza kwa habari ya kifo cha roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza kwa habari ya kifo cha roho. Azungumzie kuhusu kifo cha kimwili. Anamwambia siku utakapokula ile tunda ndio siku ambayo maisha yako yatakapokwenda kufa ya kiroho. Kifo cha kiroho ni nini?
au kuzimia. Kifo cha kiroho ni kuvunja uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Yeyote ambaye hana mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu amekufa kiroho, kwa sababu kuvunja uhusiano pamoja na Mungu ni kifo. Mwanadamu ambaye hana mahusiano mazuri na Mungu, ana connection na Mungu, ni mtu ambaye amekufa kiroho. Kwa siku Adam anapokula ile tunda, aliuvunja uhusiano kati yake yeye na Mungu. Alivunja ile connection ambayo Mungu alimuungamanisha nayo katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anatokea Adam, anamuuliza Adam, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa umechukua kitu chako na mimi sasa ukakiweka hapa ili kabla sadaka. Ukiwa umeliweka hapo, unajua sasa nimeliweka hapa, kuna haja kunitafuta? Kwa sababu Mungu alimweka Adam katika bustani, alikuwa hana haja kumtafuta kwa sababu anajua ni wapi alipomweka. Kwa nini Mungu anamtafuta Adam, anamuuliza uko wapi Adam? Tafsiri yake ni nini? Katika ulimwengu wa roho haonekani. Yupo katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho Adam tayari amekwisha kufa, kwa sababu Mungu ni roho, naye anaangalia wale ambao wapo rohoni. Anamtafuta Adam katika ulimwengu wa roho, anaona kama bustani haina mtu. Anaona yule aliyempanda katika bustani hayupo. Yupo mwili lakini roho haipo, kwa sababu ya mauti ambayo iliingia katika Adam baada ya kula lile tunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutakwenda hiyo sura ya 3 mstari wa 10 mstari wa 21. Ndio pointi yangu nataka nizungumzie hapa. 3 mstari wa 21. 3 mstari wa 21. Biblia inasema, ndio, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna siri kubwa sana ambayo imejificha katika huu mstari. Watu wengi tumekuwa tukiusoma katika namna kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho, kwa wale ambao wako deeper zaidi, utajua chanzo cha Pasaka kilianzia hapa katika huu mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanyelewa taratibu. Baada ya Adam kufa katika ulimwengu wa roho, amekwisha kufa, amekwisha kuvunja ule uhusiano ambaye alikuwa nao pamoja na Mungu. Yupo kimwili lakini kiroho hayupo. Anaonekana kwa macho, damu na nyama, lakini katika ulimwengu wa roho hayupo. Mungu akasema, nitakwenda kuchukua ngozi ya mnyama nitamfunika. Kama Mungu alichukua ngozi kumfunika Adam, ina maana kwamba kuna mnyama alichinjwa katikati ya bustani. Na kama kuna mnyama alichinjwa katika bustani, kuna damu ilimwagika katika bustani. Lakini pia anasema alichukua ngozi kumvika Adam na mkewe. Nifungulie Isaya sura ya 53. Alafu nitakuleta hapo katika huo mstari. Nifungulie Isaya sura ya 53. Najaribu kukupa mistari mingi ili uweze kujielewa, na naamini kuna kitu leo utakwenda kupokea. Isaya 53 mstari wa 5. Tutasoma kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5. Biblia inasema, ndio, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichukuliwa kwa maovu yetu. Alichukuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Endelea mstari mpaka wa 7. Mstari wa 6. Ndio. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kila mmoja wetu aligeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana ametwika maovu yetu yote. Mstari wa 7, pointi yangu ndipo ilipo. Alionewa lakini alinyenyekea. Wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake. Na hakufunua kinywa chake. Hapa Isaya anatoa prophecy. Nabii Isaya anatoa unabii
Katika eneo la unabii kuna aina tatu za nabii. Kuna unabii wa kuzungumza mambo yaliyopita. Kuna unabii ambao unazungumzia mambo yaliyopo. Kuna unabii ambao unazungumzia atakayokuja. Ndio maana kuna wakati nabii anaweza kukwambia naona kuna roho za kweli zimekufunga. Anatoa unabii kwa habari ya mambo yaliyopita. Na kuna nabii anaweza kukwambia naona Mungu anakwenda kukuinua. Anatoa prophecy kwa ajili ya yale mambo yanayokuja. Na kuna nabii anaweza kukwambia naona unapitia changamoto fulani. Maana amekutoa prophecy ya kile ambacho unakipitia. Lakini ukimsoma Isaya hapa, anatoa unabii wa kitu ambacho kimekwisha kupita. Anasema mwana-kondoo alionewa. Ni maana kwamba ni kitu ambacho tayari kimekwisha kupita. Anasema huyu mwana-kondoo alionewa. Alikubali, alichukuliwa kupelekwa njia machinjoni. Maana alikwenda kuchinjwa. Alafu anasema alinyamaza kimya. Mbele kidogo anasema akatulia kimya hata alipokuwa kama wale watu wanaonyoa. Hebu nisomee tena mstari. Kama vile kondoo anyolewapo manyoya yake. Tafsiri ya kunyolewa manyoya ni tafsiri ya kutolewa ngozi. Kwa prophecy ya Isaya alikuwa anazungumza kitu ambacho kilifanyika katikati ya bustani ya Eden. Ina maana baada ya Adam kufa katika ile dhambi, Bwana akasema huyu ndiye mwanangu. Siwezi kuruhusu afe. Siwezi kuruhusu apitie haya. Kwa sababu nimemuumba kwa sura na kwa mfano wangu. Nimeitia nguvu yangu juu yake. Nimeitia mamlaka yangu juu yake. Siwezi kuruhusu afe. Lazima nimwandae mwana-kondoo ambaye atakufa kwa ajili yake. Ataitoa ile dhambi aliyoibeba kwa ajili ya kuweza kumkomboa na kurudisha uhusiano mpya kati yangu mimi na yeye. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Isaya anatoa prophecy ya kile ambacho kilifanyika katika bustani ya Eden. Ina maana Bwana kumbe alichinja mwana-kondoo. Wakati Adamu amekosea, alichinja mwana-kondoo, akamfunika ngozi, akaiacha damu. Kwa Adamu anakwenda, lakini Bwana alikuwa tayari amekwisha kumsamehe. Kuna mtu juzi aliniuliza, Adamu alisamehewa? Nikamwambia Adamu ndiye alisamehewa. Akamwambia kwa nini mpaka leo hii watu wanazaa kwa uchungu? Kwa nini mpaka leo hii watu wanakula kwa jasho? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia alisamehewa, lakini yale ni matokeo ya dhambi. Kwa sisi tunaishi yale matokeo ya dhambi, lakini msamaha tayari alikwisha kuupata. Tangu siku ya bustani ya Eden, Bwana alikubali kumsamehe. Alikubali kuitoa damu yake. Alikubali kumchinja mwana-kondoo ili amkomboe Adam. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Adam ameipokea neema. Amevikwa ngozi. Tafsiri ya ngozi ni nini? Tafsiri ya ngozi ni agano la kale. Kwa sababu katika agano la kale, watu walipokuwa wakianguka katika dhambi, walikuwa wanaficha dhambi zao kwa mnyama. Kwa maana kutoa tafsiri ya kumfunika Adam na ngozi ni tafsiri ya agano la kale. Kwamba walikuwa wanafunikwa. Walikuwa wakitenda uovu, wanachukua mwana-kondoo, wanampelekea kuhani. Kuhani na mchinja, wanafunika dhambi. Dhambi ilikuwa haisamehewi, inafunikwa. Kwa ile adhabu ya kifo ambayo inatakiwa uipate wewe, anaipata ule mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema sadaka ya dhambi ni damu. Hakuna namna unaweza kuiondoa dhambi pasipo damu. Kwa maana ilazimika wachinje kondoo ili kufunika maovu yao, na ile adhabu ya mauti anapitia yule mwana-kondoo. Kwa dhambi zilikuwa ziondolewe, zilikuwa zinafunikwa. Ndio tafsiri ya agano la kale. Bwana akamfunika Adam na ngozi ya mwana-kondoo. Lakini damu ni tafsiri ya agano jipya. Alitoa damu yake tangu siku ya bustani ya Eden, lakini alikuja kuitoa siku ambapo alipigwa pale Golgotha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Isaya anaiona damu miaka 5,000 kabla ya Kristo. Anatoa nabii wa kitu ambacho tayari kimekwisha kutokea, sio kinachokuja. Imani Bwana alikwisha kumsamehe mwanadamu tangia mwanzo. Alikwisha kuitoa damu yake tangu bustanini, tangu mwanzo. Kwa Isaya anatoa prophecy ya kitu ambacho kimekwisha kupita. Anasema na yule damu ya mwana-kondoo. Ukisoma Isaya
ukirudi chini anasema alionewa, Mungu alikubali kumjeruhi. Some mstari wa 12. Isaya 53 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja. Mstari wa 10. Ndio. Lakini Bwana aliridhika kumchubua. Asema Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Alifanya nafsi yake, kwa lugha nyingine anasema alifanya damu yake kuwa dhabihu ya dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Kwa maana tangu siku Adamu anaanguka, Bwana kwa upendo na kwa huruma akasema siwezi kukupoteza wewe. Siwezi kuruhusu mwanadamu niliyemuumba kwa sura na kwa mfano wangu aweze kupotea. Na kwa sababu dhambi haiondoki pasipo damu, nipo radhi kuitoa damu yangu, kumtoa mwana wangu, akubali kuchinjwa, akubali kutolewa damu kwa ajili ya ukombozi wa huyu mwanadamu. Kwa hiyo Pasaka ni ukombozi wa mwanadamu kutoka katika mauti na kupokea uzima wa milele. Tafsiri yake ni nini? Tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi, tulikuwa mauti kwa sababu ya dhambi, ila kwa damu ya Yesu Kristo ambaye alitoa pale msalabani tumepokea uzima, tena uzima wa milele. Biashara yako ilikuwa imekufa, kazi yako ilikuwa imekufa, watoto wako walikuwa wamekufa, lakini kwa damu iliyomwagika pale msalabani tumepokea uzima, na si tu uzima bali uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kifo cha kiroho ni nini? Kifo cha kiroho tumesema ni kupoteza connection, ni kukaa mbali na uwepo wa Mungu, ni kukaa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na chanzo cha kifo cha kiroho ni dhambi. Adamu alianguka katika hiyo mauti kwa sababu ya dhambi. Hakuna namna ambavyo unaweza kuifanya dhambi ikawa na ushirika na Mungu. Mungu hana ushirika na dhambi. Kwa tafsiri yake ni nini? Huwezi kusema unamtumikia Mungu kama bado unatenda dhambi. Huwezi kusema mimi ni mzima kiroho wakati bado unaishi maisha ya dhambi, kwa sababu Mungu hana connection na dhambi. Kwa hiyo kuishi katika maisha ya dhambi ni tafsiri ya kwamba upo katika kifo cha kiroho. Umekufa kiroho lakini unaishi kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mtu ambaye hana connection na Mungu, ambaye amekufa kiroho, dhambi ni kitumbuko lake, dhambi ni asili yake. Hawezi kuikimbia dhambi, huwezi kuishinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Hakuna uhusiano kati ya Mungu na dhambi. Hakuna namna unaweza kutembea na Mungu katika hali ya dhambi. Kuna mahali wana wa Israeli walimtenda Mungu uovu. Bwana akasema, akamwambia Musa, nitashuka niangamize wote. Kwa sababu siwezi kutembea na watu wenye viburi. Siwezi kutembea na watu ambao hawanisikilizi. Nitashuka kuangamiza wote. Kwa sababu Bwana hakai mahali penye dhambi. Sasa jichunguze mwenyewe. Unaposema mimi ni mzima kiroho, mimi niko hai kiroho, mimi ni moto kiroho, maisha yako yanazungumza na wala si maneno yako. Hatuseme sisi ni wazima kiroho kwa maneno, maisha yetu ndio yanayozungumza. Huwezi kutembea na Mungu ukiwa katika hali ya dhambi, una kiburi, unajibu watu vibaya, una kauli mbaya, afu unasema mimi ninamtembea na Mungu, mimi ni na Mungu. Mungu hana ushirika na hivyo vitu. Ili uweze kuepuka kifo cha kiroho, lazima uikimbie dhambi. Uikimbie na kuipinga dhambi. Kuna kuikimbia na kuipinga dhambi. Maandiko yanasema mpingieni shetani naye atakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dhambi ni ya kukimbiwa na kuipinga. Huwezi kutembea na Mungu wakati bado unaishi maisha ya chuki, maisha ya kisasi. Unajiita ni Kristo. Kuna mtu alikuumiza miaka 9,000, hujamsamehe mpaka leo. Unaishi naye
leo katika moyo wako. Uweze kusema mimi ni Mkristo, ninaishi maisha ya Kikristo, wakati unaishi maisha ya uzinzi, unaishi maisha ya ulevi, unafanya dhambi za siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja kukufufua. Leo nimekuja kukufufua. Ajalishi ni wapi walipokuweka. Ajalishi ulikufa kiasi gani. Ajalishi kaburi ni refu kiasi gani. Tunaingia kuokoka na kukuchomoa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi. Huwezi kuunganisha uzima wa kiroho na dhambi. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa tarajia kila unapotenda dhambi unajiua kiroho. Kila unapojibu watu vibaya unajiua kiroho. Kila unapoonyesha kiburi unajiua kiroho. Kuna watu wengine wanatembelea neema wakizania kwamba wako na Mungu. Neema inaweza kuwa juu yako lakini si kwamba Mungu yupo juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na neema lakini si kwamba Mungu yupo juu yako. Kila mtu yuko hapa anaishi katika ulimwengu ana neema ya uhai. Lakini sio kila aliye katika ulimwengu yuko na Mungu. Unaweza kupokea neema kutajirika, Mungu akakufanikisha, lakini sio katika utajiri wako kwamba una Mungu. Ni neema. Mungu anaweza kuachilia neema kwa kila mtu, lakini atembei na kila mtu. Mungu anaweza kuachilia neema kwa kila mtu, lakini hawezi kutembea na kila mtu. Anatembea na wale wanaomsikiliza, anatembea na wale wanaomtii, anatembea na wale wanaishika sheria yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo yamekufa katika maisha yako kwa sababu kuna mzizi wa dhambi. Kuna vitu unapambana kwenda haviendelei kwa sababu kuna mzizi wa dhambi. Nakumbuka siku moja nilikuwa na rafiki yangu Paul. Tulikuwa tunafanya naye kazi. Alikuja siku hiyo alikuja kazini vizuri, tunafanya naye kazi vizuri. Alikuwa na simu yake nzuri sana. Sasa kuna muda gani anatoka nje sasa. Sisi alikuwa anafanya nini? Alipotoka nje, bahati mbaya kidondosha simu ikapasuka. Aliporudi ndani akasema, mimi najua simu yangu imeharibika kwa sababu nilichofanya jana." Hajaokoka wala mjui Mungu. Ila najua kitu chake kinakufa kwa sababu ya uovu ambao aliyofanya. Kwa dhambi inaweza kuua vitu vyako. Si tu kwa sababu maisha yako ya kiroho yakifa na vitu vyako vyote vinakufa. Kwa sababu utawala wako wewe katika ulimwengu ni maisha yako ya kiroho. Hatutawali kimwili. Kila anayetawala katika ulimwengu ameanza kutawala katika ulimwengu wa roho. Kila mwenye nguvu katika ulimwengu ana nguvu katika ulimwengu wa roho. Kwa ukifa kiroho umeua utawala wako. Hakuna pesa utashinda itakaa. Hakuna kazi utafanya utadumu. Hakuna biashara utafanya itadumu kwa sababu tayari umekufa kiroho. Na ukifa kiroho kila mtu ni kibonde wako. Kila mtu atakuonea. Yaani wachawi wanataka kupiga kupitia nyumba yako, wanataka kufanya vikao kwenye nyumba yako, wanataka kufanya vitu vyao watafanya kwenye nyumba yako. Mwili wako ndio sehemu yao kufanya vitu vyao. Kila mtu atakuonea. Kwa sababu maisha yako ya kiroho yamekufa. Kwa unapotenda dhambi unajimaliza wewe mwenyewe. Na si tu unakufa kiroho, hata vile unavyovimiliki lazima vitakufa pia. Huwezi kuwa na nguvu ya pesa kama una nguvu ya kiroho. Kwa sababu pesa ni roho. Huwezi kuwa na nguvu ya kufanya biashara kama watu wengine kama una nguvu za kiroho. Lazima uwe powerful katika ulimwengu wa kiroho ndio uweze kutawala hiyo biashara. La sivyo utakonea kila siku. Sasa unawezaje kuwa na nguvu wakati unaishi maisha ya dhambi? Unawezaje kuwa na nguvu kiroho wakati bado una kiburi? Hakuna mtu anamheshimu. Hakuna mtu anyenyenyekea. Wewe na wewe unajambia mimi wasipande kichwani. Mimi siwezi kuruhusu mtu anitawale. Kiburi. Alafu unategemea uweze kukua kiroho. Unategemea maisha yako kiroho yaweze kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili utawale kwenye ulimwengu unahitaji kuwa more spiritual, more powerful. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa athari ya kwanza ya mtu ambaye amekufa kiroho
ni dhambi, uovu. Kitu cha pili, hana upendo. Mtu ambaye amekufa kiroho hawezi kuwa na upendo. Unajua kuna tofauti kati ya upendo na hisia. Sizungumzii hisia, nazungumzia upendo. Huwezi kuwa na upendo kama hauna Mungu. Kama una upendo na hauna Mungu, una hisia. Na ndio maana unaweza kumpenda mtu leo, kesho unasema kuanzia leo asinitafute. Hizo ni hisia. Lakini upendo unakaa kwa watu wenye Mungu. Hata ukiumizwa vipi unasema huyu bado nitampenda, nitamwombea, nitaenda kumtamkia maneno mazuri, sitamjibu, sitashindana naye, bado nitazidi kukaa katika maombi kumwombea ili aweze kuvuka katika hiyo changamoto. Huo ni upendo. Na watu wenye upendo ni watu ambao wana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna tofauti kati ya hisia na upendo. Sijazungumzia hisia za upendo, nazungumzia upendo. Upendo unakaa na watu wenye Mungu ndani. Upendo unakaa na watu wenye uhusiano mzuri na Mungu ndani. Lazima ujichunguze ndani, una upendo. Kwa sababu tabia ya mtu mwenye upendo huwa anasamehe. Kuna watu umewabeba katika moyo wako, umewashikilia katika moyo wako, walikufanyia matukio, ni kweli walikuumiza, ni kweli walikutendea ubaya, lakini unashinda kuwasamehe. Ni tafsiri ya kwamba ndani yako hayupo. Ni tafsiri ya kwamba hauna mahusiano mazuri na Mungu. Kwa sababu hakuna tofauti kati ya kusamehe na upendo. Yaani huwezi kutofautisha msamaha na upendo. Kwa sababu ni rahisi sana kuwasamehe unaowapenda, ni ngumu sana kuwasamehe usiowapenda. Ukiona mtu unashindwa kumsamehe, ndio hujampenda, hauna upendo. Kwa lazima ujichunguze katikati ya wale ambao wanakuudhi. Una nguvu ya kuwasamehe? Una uwezo wa kuwasamehe wanapokutendea ubaya? Una nguvu ya kuwasamehe wanapokutamkia maneno mabaya? Una nguvu ya kuwasamehe ambapo wanakuinukia? Kama huna hiyo nguvu, itafsiri bado hauna upendo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na nguvu ya kuweza kuachilia, itafsiri kwamba upendo uko ndani yako. Kwa sababu huwezi kumchukia binti yako uliyomzaa hata akikosea vitu. Yaani utampiga ili ndani ushajiandaa kumsamehe. Na huwezi kumbuka, wala huwezi kulibeba moyoni kwamba mwanangu alifanya kitu fulani. Huwezi, kwa sababu unampenda. Lakini tafsiri ya wewe kutokusamehe watu wengine ni kwamba bado upendo uko ndani yako, una hisia. Sasa watu wenye Mungu ndani wanaubeba upendo. Tunauita upendo wa Kristo, upendo wa agape. Kupoteza upendo ni kumpoteza Mungu ndani yako, kwa sababu Mungu ni upendo. Kutokuwa na upendo ndani ni kutokuwa na Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Hakuna namna unaweza kumtofautisha Mungu na upendo, kwa sababu hata yeye alituokoa katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujifunze kuwapenda watu wengine. Mungu hauwezi kusema unampenda Mungu wakati jirani yako unaishi naye unamchukia, umemnunia, uzungumze naye. Mungu haiko hivyo. Mungu abudiwi hivyo. Mungu atafutwi hivyo. Unaweza kuwa ni more powerful katika maombi. Unaweza kuwa unafanya ishara na miujiza. Nimekwambia kuna tofauti kati ya neema na kuwa na Mungu. Kufanya miujiza, hiyo inaweza kuwa neema, inaweza kumshikia yoyote. Kutabiri, hiyo ni neema, inaweza kumshikia yoyote. Lakini kutembea na Mungu inahitaji bidii binafsi. Inahitaji ushirika na yeye. Kwa unaweza kuwa ni mtu mwombaji mzuri, lakini kama huna upendo ndani yako, ni sifuri. Unajibidiisha pasipo kuwa na matunda. Kwa sababu Mungu ni upendo. Lazima ujifunze kuwapenda watu kama hujasema unampenda Mungu. Kwa sababu Mungu anasema mimi ninakaa ndani yenu. Maana Mungu hayupo mbinguni, yupo ndani ya watu. Kwa unapodharau hao watu, unamdharau Mungu. Unapochukia hao watu, unamchukia Mungu. Unapochukia mtumishi wa Mungu hapa, amembeba Mungu. Sasa huwezi kuja kuomba hapa raba shata, afu unakuja kwa mtumishi wa Mungu hapo uongee naye, umekufa. Kwa sababu Mungu anakaa ndani ya watu. Ataupima upendo wako kwa watu, sio kwake. Si kwa namna unavyosali na kuomba. Kwanza ukiupoteza upendo ndani yako, lazima ufe katika maombi, utakufa kwenye kufunga, utakufa kwenye kila eneo. Utakufa kwenye kila eneo, kwa sababu tayari umekwisha kufa kiroho. Huwezi kuomba. Ndio maana
Angalia, ukiwa unapambana sana katika eneo la maombi, unatumia nguvu kubwa sana katika eneo la maombi, rudi kuangalia ni wapi nilipoharibu. Na ndio maana kuna wakati mwingine ukigombana na mtu, hata ukija unaomba ujisikii kabisa kama unaomba. Ujisikii kabisa kama unaomba kwa sababu kuna kitu kiko sawa. Mungu akae mahali penye chuki. Akae mahali penye hasira. Lazima ukubali kumpenda yule anayekuudhi. Lazima ukubali kuheshimu na kunyenyekea wale walio juu yako. Mungu amekupa bosi, si kwa sababu wewe una upako kuliko yeye, kwa sababu wewe una nguvu za Mungu kuliko yeye, ndio sababu ya kumdharau. Mungu mpaka amekuweka chini ya huyo mtu, maana kuna kitu naona wewe unacho, yeye anacho, ndio maana amekuweka pale chini ujifunze. Kwa unapomdharau mtu, hata eti kwa sababu hajaokoka, umepoteza. Kuna Wakristo hapa, kuna walokole tuko hapa, unamwona bosi wako ni mtu wa kawaida kwa sababu sio mwokoka, yeye hajaokoka. Unajisikia wewe uko powerful kuliko yeye kwa sababu mwokoka, yeye hajaokoka. Unamdharau. Unapoteza. Ndio maana Wakristo wengi tunahangaika sana kuhusu eneo la kazi. Umechelewa kazini, unasema nilikuwa kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka uonekane spiritual. Unataka uonekane mwenye nguvu. Unataka uone bosi wako ni mjinga kuliko wewe. Unapoteza kwa sababu ndio kujishusha. Mungu anapoweka yote juu yako, au ni roho si ya kiroho, yote anaweka juu yako, kuna kitu anataka Mungu uweze kukiangalia kutoka kwake. Kuna kitu ambacho anataka ukipokee kutoka kwake. Lakini utakipokeaje? Kwa wewe kujishusha. Inawezekana Mungu anakuandaa kuwa bosi ujaye, lakini anataka ujifunze kwa yule. Sasa usipojishusha, uweze kupokea neema. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kujishusha. Yoyote ambaye Mungu anamweka juu yako, Mungu amemheshimu. Aona kuna kitu anacho ambacho akikiweka juu yako na wewe utavuka. Mungu anapokupatia kuhani, heshima kuhani wa Bwana. Heshima mafuta yaliyo juu yao, kwa sababu unapodharau unapoteza. Jifunze kuheshimu watumishi wa Mungu. Jifunze kunyenyekea mafuta. Usimjibu mtumishi kama unavyomjibu rafiki yako, au unavyomjibu mtu ambaye unajuana naye, umezana naye. Utapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu kumweka wewe mtumishi kwako, kuwewe kupata neema kumfahamu, kuna kitu anacho ambacho Mungu anataka wewe upokee. Sasa unapojiweka sawa na yeye, umelose. Umepoteza. Mungu hawezi kutembea na wewe kwa sababu huwezi kujishusha. Mungu anatafuta wale walio na unyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu unakaa kwa watu wenye upendo. Ukimpenda mtu, utakuwa radhi kunyenyekea. Wajua ukimpenda mtu sana, hata ukila jambo utakuwa unamtanguliza yeye. Fanya wewe. Nenda wewe. Mchukulie. Yaani uko radhi kumtanguliza yeye, afu wewe ufuate. Kwa maana huwezi kumheshimu mtu, kumnyenyekea mtu kama umpende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anapoleta semina hii, anataka tufufuke kwenye haya makaburi tulikuwa tumefukiwa. Anataka tutoke kwenye haya makaburi ambayo tulikuwa tumewekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo unaua nguvu ya Mungu ndani yako. Kukosa upendo unaua nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani yako. Kukosa upendo kunaua maombi ndani yako. Kunaua moto wa Mungu ndani yako. Kuna watu walikuwa na moto mzuri, walikuwa na neema nzuri, walikuwa na nguvu nzuri, lakini kwa sababu ya chuki, hasira, visasi, wamepoteza ile neema. Fungulia Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1. Biblia inasema, ndio, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Kwa malaika waliopo katika kanisa la Efeso andika haya. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7. Haya ndiyo anenayo Yesu Kristo katika mkono wake wa kuume. Katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ndio. Naye jua matendo yako. Najua matendo yako. Na taabu yako. Na taabu yako. Na saburi yako. Na saburi yako. Na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajitao mitume. Ndio.
Ndio. Nao sio ukawaona kuwa waongo. Ndio. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Ndio. Wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako. Ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5. Basi kumbuka ni wapi ambapo ulianguka. Ukatubu. Ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako. Nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Usipotubu. Ili ni kanisa la Efeso ambalo lilipokea injili ya Mtume Paulo. Ni kanisa ambalo lilikuwa na uamsho na revival ya ajabu. Ni kanisa ambalo liliyatenda mambo ya Mungu. Zilifanya mambo ya Mungu. Ni moja kati ya yale makanisa 7 ya mwisho ambayo yalitolewa nabii. Ni moja kati ya kanisa ambalo lilikuwa na nguvu ya Mungu. Lilikuwa na uamsho. Lilikuwa linampenda Mungu. Limewachunguza mitume na wale mitama nabii na kumbe sio, wakawagundua. Walikuwa na neema kubwa. Walikuwa na nguvu kubwa, lakini wameipoteza hiyo neema kwa sababu waliuacha upendo wao wa kwanza. Kuna watu hapa nilio kanisa la Efeso. Ulikuja ukiwa na moto mzuri. Wakati unaokoka ulikuwa ni mtu mwana maombi mzuri. Unapiga prayer mpaka masaa 2, 3. Unaweza kufunga siku 7. Unaweza kufunga ndani ya mwezi mzima. Lakini ile neema imepotea kwa sababu gani? Umeuacha upendo wako wa kwanza. Tunapoteza neema kwa sababu ya kukosa upendo. Hili kanisa, Mungu anasema kwa sababu mlitenda dhambi ndio maana. Hasa kwa sababu mmepoteza upendo wenu wa kwanza. Kwa sababu kukosa upendo ndio mzizi wa kufa kiroho. Kwa hili kanisa lilikosa upendo tu. Lilikuwa liko vizuri, wanaishi maisha matakatifu, lakini hawana upendo. Chuki imekaa ndani yao, visasi vimekaa ndani yao, hasira imekaa ndani yao. Wamepoteza ile neema. Unaweza kuwa na moto mzuri hapa, unaweza kuwa na karama na vipawa vizuri hapa, lakini jifunze kujikuza katika upendo. Jifunze kukua katika upendo. Tumia nguvu kubwa kukua katika upendo kuliko kukua katika ile karama. Kwa sababu mzizi wa ile karama ni ule upendo. Kwa sababu hata wewe mwenyewe ulipokea kwa upendo. Kwa ili uweze kuichochea, unaichochea kwa upendo. Huwezi kutaka neema ya kusaidia watu wengi wakati una upendo wa kupenda watu. Mungu hawezi kukupa. Huwezi kuwa unatamani kuwa na fedha wakati unachukia watu. Una ndugu yako ni maskini, haniwezi, umeshindwa hata kumsaidia. Mungu hawezi kukuinua wewe kwa sababu unajua yule uko tu. Umsaidii, utainuaje watu wengine? Bwana Yesu asifiwe sana. Unashinda kumsaidia mtu ambaye yuko jirani yako. Mtu anakuomba uhitaji, unashinda kumsaidia. Alafu unahitaji neema kukua katika zile karama na vipawa. Huwezi. Unashinda kusaidia watu ambao unawaona, alafu unahitaji kukua katika kumtafuta Mungu. Huwezi. Lazima ujifunze katika upendo. Lazima ujifunze katika kujitoa. Nipenda siku moja Pastor Irene alifundisha, upendo sio maneno. Upendo sio kuzungumza kwamba nakupenda. Upendo una vitendo. Upendo haujifichi. Huwezi kuficha mtu upendo. Mtu anasema, "Unajua mimi nakupenda sana." Alafu hujawahi kuona upendo wangu. Upendo uko hivyo. Ukipenda watu unaonekana kwa sababu upendo haujifichi. Jifunze kupenda watu. Usipende mtu kwa sababu ameokoka. Penda kila mtu ambaye Mungu amemweka mbele yako. Tumepewa amri ya kumpenda kila mtu, lakini hatujapewa amri ya kuwa na marafiki. Kwa sababu sikushauri kuwa na marafiki wengi, ila nakushauri upende kila mtu. Kuna watu tunapenda Wakristo wenzetu tu. Kasikia mwenzako leo sasa upande wa pili wa dini nyingine, utaki usiana naye, humpendi wala utaki karibu naye kwa sababu ni wa dini nyingine. Yesu atufundisha hivi. Tumeambiwa tumpende kila mtu ili tuweze kuyafikia mataifa. Watu wanajifunza injili sasa hivi sio injili ya maneno. Watu wamehubiriwa sana. Kila mtu anajua kwamba pombe ni dhambi. Kila mtu anajua kwamba uzinzi ni dhambi. Tumehubiriwa kwa habari ya jehanamu
kuishi maisha mapya, ili tuwavute wale wengine waweze kuja huku. Na kwa miaka mingi tumehubiriwa sana injili za vitisho. Sasa hivi tunahitaji injili ya upendo, ili uweze kuokoa watu walio kule, kwa sababu watu wa kule wameukoswa ule upendo wa Kristo, kwa sababu wamekaa mbali na Mungu, kwa sababu ya dhambi imewaweka mbali na Kristo. Hawajui upendo wa Kristo, hawajui feelings za upendo wa Kristo, hawajui thamani za upendo wa Kristo. Kwa sisi ambao tumepokea neema, tunayo kila sababu ya kuonyesha hao watu upendo wa Kristo. Huwezi kumvuta mtu kanisani na watu wenyewe wanajua una kelele pale mtaani, kila mtu anakujua. Mtu akijichanganya unakutaga wewe uende ukamseme, alafu unataka kesho uhubirie njoo kanisani. Bwana Yesu sasa. Kila mtu anakujua ni mkorofi. Unajua kudai watu pesa mbaya. Na mtu ukimdai mtu hana amani, halali mpaka na kuota. Alafu kesho unataka umwambie njoo kwa Yesu. Huyo mtu anataka kumwambia njoo kwa Kristo. Lazima uone feelings za upendo wa Kristo kwako. Lazima uone upendo kwako. Namna ambavyo unaishi, namna ambavyo unatembea, namna ambavyo unazungumza, mtu anavutiwa kuwa karibu yako. Mimi kuna mahali nikienda, nikikaa tu kwa muda fulani, hata kama sijitambulisha kama mimi ni mtumishi, wanajua tu ni mtumishi wa Mungu. Namna nilivyo. Wala nakimbia sana kujiunganisha na migogoro na vitu ambavyo najua vitaniharibia mimi CV. Kwa sababu nikifanya vitu vya uovu, atakayebika ni Kristo. Huyu si mtumishi huyu, watasema hivi. Na unisha mwili wa Kristo. Kuna kimbia dhambi kwa kila nguvu na kwa kila uwezo ambao, kila mbio ambao najua ninayo, nitatoa mbio kukimbia dhambi ili nisije kuaibisha mwili wa Kristo. Nikiona mahali popote kuna uovu, nitaukimbia kwa mbio zote ili nisije kuaibisha mwili wa Kristo. Ili watu wengine wanaonitazama mimi waone kumbe bado kuna uwezekano wa kuishi maisha matakatifu. Ili watu ambao wanatazama mimi waone kumbe Yesu Kristo anaweza kumsaidia kijana akawa mtumishi wa Mungu. Kumbe inawezekana katika umri huu ukamtumikia Mungu. Kumbe inawezekana. Kwa sababu ulimwengu unaopo sasa, mtu kuwa mtumishi kwenye umri kama wangu ni ngumu. Mimi najua hata wengi ambao walimkuta na ubiri hapo, wengine wanawezekana wakawa wananishangaa, unaye mtumishi. Kwa sababu ukiangalia umri wangu. Kwa hii generation iliyopo sasa, kwa kizazi kama hichi, kwa umri kama wangu, ni watu ambao wamejikita sana katika uovu. Kuna kumwona mtu wa Mungu katika huu umri, lazima usituke. Kuna mimi lazima nipambane kutetea jina la Kristo, kuonyesha ya kwamba unawezekana kumtumikia Mungu katika huu umri. Unawezekana kumwabudu Mungu katika ujana. Bwana Yesu sana. Jifunze kuishi maisha ya upendo. Umepoteza vitu vingi kwa sababu ya upendo. Kuna vitu umeviua kwa sababu ya kukosa upendo. Kuna connection umekosa kwa sababu ya kukosa upendo. Unaongea sana, una kelele sana. Mtu asikukwaze na kwa mimi nitambua, mimi siwezi kunyamaza, siwezi kuvumilia. Haya mambo yanakaribia CV. Unawaibisha mwili wa Kristo, na Kristo hawezi kutembea na wewe. Mtu alikutendea ubaya, unasema mimi sikubali, lazima nitamweleza. Unamfanyia na kikao cha kumsuta. Alafu kesho unadhani yule mtu atamheshimu Kristo wako? Anasema alikuwa ndivyo alivyo. Kwa umewaibisha mwili wa Kristo wote. Bwana Yesu sana. Bwana Yesu sana. Lazima tujifunze kukua katika upendo. Kwa Mungu anamwambia hapa kanisa la Efeso, rudi upesi, nisije nikakujia mimi kwa nguvu. Rudi upesi. Maana yake nini? Anza kutengeneza upendo wako kwa Mungu. Nimekwambia ili uonyeshe kwamba unampenda Mungu, penda waliokuzunguka. Usije kanisani kila siku sema nampenda tu Mungu. Mimi watu walizunguka, kila mtu shauri lake. Kila mtu na maisha yake. Hakuna kitu kama hicho. Lazima ujifunze kuwapenda na waliokuzunguka ili ukue katika kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawalizia mstari wa mwisho alafu taingia katika maombi. Someni Warumi 8 mstari wa 11. Tusoma kitabu cha Warumi 8:11. Biblia inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliye
aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu? Anasema ikiwa yeye Roho yule ambaye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu yupo ndani yetu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu. Ataihuisha na miili yetu. Au nafsi zetu au roho zetu iliyo katika hali ya kufa. Iliyo katika hali ya kufa. Kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa Roho wake anayekaa ndani yetu. Kwa nini Mungu ameleta somo kama hili? Kuna mahali anataka ufufuke. Yupo Roho Mungu ambaye anataka kuna mahali ufufuke. Tumeishi katika wafu kwa muda mrefu. Mungu anapoleta semina hii yatoka katika wafu, jiambie mimi nataka nitoke. Lakini ili uweze kutoka katika maisha yako, biashara, uchumi na mambo yako yote, lazima ujifunze kutoka katika tabia. Jifunze kubadilisha tabia zako. Nimekwambia namna pekee ya kuishinda dhambi, njia mojawapo kuwa na upendo. Biblia inasema amri hii kuu ndio nawapa, mpende jirani yako kama uipendavyo nafsi yako. Kwamba katika zile amri 10 ambazo zipo katika Agano la Kale, huwezi kuzitii zile kama huna upendo. Kwa ukiwa na upendo, utaweza kuzitii amri zote 10. Utaweza kumpenda jirani yako. Huwezi kumtendea mtu mbaya kama unampenda. Huwezi kumtendea mtu mabaya kama unampenda. Huwezi kumchukia mtu kama unampenda. Kwa tamani kuchukua hii nafasi siku ya leo, ujitafakari ni namna ambayo umembeba kwa muda mrefu. Ni vitu gani ambavyo umekaa navyo kwa muda mrefu? Ni watu gani ambao unawauzi? Unainanganya nafsi yako kwamba mimi niwasamehe lakini akae pale na mimi. Wanaweza sawa. Wakae pale na mimi lakini nimesamehe. Lakini kila kaa ukikaa hivi ukiwa nenda kuomba, unakumbuka unalia afu unasema ni Roho Mtakatifu. Kuna wakati mwingine machungu na ukaa kwenye moyo wako ndio anakulizaga afu unajua ni Roho Mtakatifu. Zile hisia zilizokuwa ndani yako ukiingia kwenye maombi unajikuta unagalagala chini. Ukijua kwamba Roho Mungu amekuhudumia, kumbe unakumbuka ile machungu. Kwa ili uweze kupona lazima ujifunze kusamehe. Lazima ujifunze kuachia. Lazima ujifunze kuwa na upendo. Ukiwa na upendo utaheshimu watumishi wa Mungu. Ukiwa na upendo utaheshimu viongozi walio juu yako. Ukiwa na upendo utakuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusimama mahali ulipo.